Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Asante sana kwa support ambayo mnazidi kutupea. Hakikisha kwamba una subscribe, hakikisha kwamba unawasha kengele na hakikisha kwamba unaendelea kutufuatilia. Support zozote zile ambazo uko nazo, ambazo unaona ukitupea tunaweza tukaendelea kugrow, kukua kwa njia moja au nyingine, usisite kutupea. Karibu tusonge mbele. Kuna taarifa za kutisha ambazo zimetolewa na wanaharakati nguli katika taifa letu la Tanzania. Taarifa hizi, mtazamaji wangu, zinahusiana na serikali kutuma kikosi cha mauaji ili kuweza kuwatafuta. Sijui kama unanielewa. Serikali imeweza kutuma kikosi cha mauaji ili kutafuta wanaharakati ambao wanazidi kuanika serikali ya Samia. Sasa kikosi hichi ambacho kimeweza kutumwa, mtazamaji wangu, na utawala huu wa Samia, kimeambiwa kwamba wanaharakati hao, iwe wako Tanzania au wako nje ya Tanzania, hakikisha kwamba munatoa roho zao, munakatisha maisha yao kabisa, yaani wanauawa. Hii inaleta kumbukumbu ambayo ni ya kutisha, kwa sababu mwaka huu karibia mwezi wa pili hapo, mwanaharakati mshabaha mwenye anaitwa ama mwenye anajulikana kwenye mitandao ya kijamii kwamba Think Different aliwahi tekwa nchini Kenya kutoka Nairobi na akaokolewa na maafisa wa polisi wa Kenya katika mpaka wa Namanga, alipokuwa anapigania maisha yake kutoka kwa wahuni ambao waliweza kumteka wakiwa njiani kumrudisha Tanzania waweze kumfanyia maovu. Na sasa kwa mara nyingine, kipindi ambapo wanaharakati wanazidi kuwasha moto mitandaoni wakitaka haki za familia ambazo wapendwa wao waliweza kuuawa mwaka uliopita ziweze kupatikana, na wale ambao waliweza kusababisha mauaji mwaka uliopita waweze kuwajibishwa na wachukuliwe hatua madhubuti. Sasa serikali imesema kwamba wale ambao wanazidi kueneza chokochoko eti kwamba Samia na utawala wake wachukuliwe hatua, wanyongwe na wauawe. Hao ni akina Maria Sarungi, akina Twaha Muipaja, akina Think Big, akina Rose Mayemba pamoja na Hilda Newton. Na taarifa hizi, mtazamaji wangu, zimeweza kutolewa naye mtu mwenye anaitwa Maria Sarungi. Najua kuna wale ambao wanafikiri kwamba Maria Sarungi akichapisha taarifa eti kwamba ni za ukora. Hapana, Maria Sarungi akichapisha taarifa ni za ukweli. Hivyo ashapatiwa vya ndani, ameshapatiwa kitu ambacho kinaitwa intelijensia. Sijui kama unanielewa. Sasa kulingana na Maria Sarungi, anaeleza kwamba kikosi hichi kimeweza kutumwa na Paul Christian Makonda. Sijui kama unanielewa. Christian Makonda wakishirikiana na mtu mwingine. Kumbuka kwamba Bwana Makonda ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo katika taifa letu la Tanzania. Ni jambo la kusikitisha kwamba mpaka waziri sasa ameweza kuamuru kwamba wanaoendelea kupigania haki
za Watanzania eti kwamba roho zao zitolewe. Maria Sarungi akaja akachapisha hivi jinsi ambavyo naona hapo. Naomba tuweze kusoma, japo ameweza kuandika kwa lugha ya Kimombo. Tutaangalia tuone ni kipi ambacho aliweza kukiandika. Team of assassins dispatched, yani kwa lugha ya Kiswahili eti kwamba kikosi cha mauaji kimeweza kuachiliwa. Akaeleza hivi, just received information from within that team of rogue intelligence officers have been dispatched to hunt us down abroad. Twaha Mwaipaja, Life Think Big, Life of Mshabaha, Rose Mayemba, Hilda Newton and yours truly Maria Sarungi. Unaona, kabla hatujasonga mbele, Maria Sarungi anaeleza hivi eti kwamba amepokea taarifa za intelijensia kutoka ndani ya kikosi cha maafisa wahuni ambacho kimeweza kutumwa nje ya nchi kuwatafuta Twaha Mwaipaja, Think Big ukipenda Mshabaha kuniradhi, Rose Mayemba pamoja na Hilda Newton. Hao wote ni wanaharakati na watetezi wa haki za binadamu. Sasa akaeleza kwa nini wanatafuta. Number 1, they have orders to assassinate, not abduct anyone. Yani wamepewa amri kwamba wanyonge, waue na wala sio kuteka yeyote. Leaving this here in case anything happens to any of us. The two people directly responsible are reportedly Makonda and Msiwa, but of course with Samia's blessings. To make it clear, Tanzania is now a country of goons and mafia, with each rogue politician running his own team of disgraced intelligence officers and security officers. Sasa kuna wale ambao watashangaa mbona Maria Sarungi akaandika ujumbe huu kwa Kimombo. Aliandika ujumbe huu kwa Kimombo na akaweza kutagi zile page kubwa za kimataifa, kama vile akaweza kutagi ukurasa wa Marekani wa masuala ya nchi za kigeni haswa kwenye bunge la Seneti, akaweza kutagi ukurasa wa United Nations Human Rights Commission, ukipenda akaweza kutagi Umoja wa Kimataifa haswa ule ambao unatetea haki za binadamu, alafu akaweza kutagi ukurasa wa Senate Foreign Relations Committee. Kuna kamati ya masuala ya nchi za kigeni ya kinamama katika bunge la Seneti la Marekani. Vile akaweza kutagi Foreign Commonwealth and Development Office, ukipenda akaweza kutagi afisi ya Jumuiya ya Madola, kuwaeleza kwamba utawala wa Samia Suluhu Hassan umeweza kuachilia kikosi hatari ili kuweza kuwatafuta hao wana harakati. Vile hiyo haikutosha. Maria Sarungi akaweza kutagi ukurasa wa European Union, ukipenda bunge la Ulaya ama ukipenda Umoja wa Ulaya, na kisha akaweza kutagi ukurasa wa mahakama ya kitaifa, ukipenda Criminal Court of International, ukipenda ICC. Kuna wale ambao wataniambia bwana Ezra, kwani alikuwa ameandika Kimombo peke yake? Hapana, alitafsiri kwa lugha ya Kiswahili akisema kwamba nchi imeshaoza hii tokea zamani, sasa wanaona kuteka hawawezi, wameamua kutuua nje ya mipaka. Sema Mungu wetu ni mwema sana. Kama mnawajua hawa wauaji, waambieni mwisho umekaribia, waache huu ufedhuli. Na nyie mnaotumatuma timu, tulieni, mtawajibishwa. Msifikiri mnapendwa, na kumbukeni nguvu ya umma ni kubwa kuliko silaha zenu.
Kumbuka kwamba Maria Sarungi amekuwa miongoni mwa wanaharakati ambao wanaeleza kwamba katika utawala huu wa Samia umeweza kukiuka haki za kibinadamu, na katika utawala huu wa Samia upo na majambazi, magenge mbalimbali ambayo yanafanya uhalifu. Mfano, ukiweza kuangalia katika chapisho hilo ambalo Maria Sarungi aliweza kulitoa, alieleza hivi: huyu shetani hajatosheka na damu za watu. Sasa ameachia njoo ama nchi ijiendeshe kiholela. Yaani huyu tapeli Mwigulu ana genge lake, Makonda na Msigwa ana genge lake, Abduli ana genge lake, Mchengerwa ana genge lake, kina Moipopo wana genge yao. Siku hiyo nyingi nchi inakuwa kama Haiti, magenge yataongezeka. Usalama wapo tu wanaangalia. Usalama wa nchi wapo tu wanaangalia, kila kiongozi wakiwa na magenge yao. Akaendelea kusema kwamba nchi ama jeshi la JWTZ wanaangalia tu, polisi ndio kabisa wanaonekana kama vitoto vidogo na hayo magenge. Yaani mtu anatekwa na analazwa polisi na asubuhi anatolewa na hakuna maelezo, anaenda kuuawa, polisi wanacheka tu. Fikiria OCD wa kituo anaamrishwa na TIS aliyefukuzwa na utovu wa nidhamu. Na ukiona hapo, mtazamaji wangu, anaeleza eti kwamba katika utawala huu wa Samia kila kiongozi yuko na genge. Sio hiyo peke yake, hata jirani hapo Kenya, nchi za Afrika Mashariki, kila kiongozi yuko na magenge yake. Kwa hivyo sio nchi yetu ya Tanzania peke yake, hata Kenya hapa, kipindi hichi wanapoelekea kwenye uchaguzi, viongozi tukianzia wabunge, tukienda mawaziri, viongozi wakuu, kila kiongozi Kenya yuko na magenge yake ya wahuni, magenge ya wahuni wahalifu, kwa lugha ya kimombo wanaitwa goons. Sasa Maria Sarungi anatueleza hivi: Mwigulu Nchemba yuko na genge lake hatari, akitaka kufanya jambo baya analipea amri. Makonda ambaye ni waziri wa masuala ya habari naye yuko na genge. Alafu Abduli naye yuko na genge. Mchengerwa mpwa mkaza mwana wake Samia yuko na genge. Akina Moipopo yule mwenye alisema atatoa vichwa yuko na genge. Na cha kushangaza, usalama wa taifa unaangalia tu, wametulia. Sasa kuna wale ambao wataniambia Bwana Ezra, sasa hawa ambao wanatafuta akina Maria Sarungi, akina Think Big, akina Twaha Mwaipaja na wengine ni akina nani? Sasa Maria Sarungi aliweza kutoa taarifa hiyo ambayo unaiona hapo ikiwa na mapicha, akieleza kwamba hao wawili ndio wanatafuta, Bwana Makonda na Bwana Msigwa ambaye ni msemaji wa serikali. Kulingana na Maria Sarungi, anasema kwamba aliweza kupewa taarifa za ndani ambazo zilikuwa zimeandikwa kwamba nilitaka tu nikupe signal wewe na Mshabaha, kuna kikosi kipya kimeundwa cha kuwawinda watu watano. Watu watano akina nani? Mshabaha ambaye anaitwa Think Big, Maria Sarungi, Hilda Newton, Twaha Mwaipaja pamoja na Rose Mayemba. Na hizo taarifa ambazo aliweza kupewa ni kwa sababu aliambiwa kwamba wameambiwa nao sio kuwateka, ni kushat na kill finish. Kikosi kinaongozwa na mtu anaitwa namba 1. Naomba usikilize hapo, tega masikio ndi. Kinaongozwa naye Eliud Sela, kwa mabano akaweza kuandika TIS active. Namba 2 akaandika Shabani Afande aliyetimuliwa job ama aliyetimuliwa kutoka kwa kazi. Omar Kondo TIS aliyetimuliwa, pamoja na namba 4 Martin Melo TIS aliyetimuliwa. Ukiweza kuona hao wote waliweza kutimuliwa. Mmoja tu ndiye yuko kazini, Eliud Sela, lakini akina Shabani, Omar Kondo na Martin Melo wote walitimuliwa kutoka TIS.
Lakini cha kushangaza akaweza kusema kwamba hawa ni genge lililopo chini ya Msigwa na Makonda. Itafikaje mpaka mahala ambapo serikali inaanza kuunda vikosi hatari? Ukiona viongozi wameanza kuunda vikosi hatari, jua kwamba hiyo nchi inaenda kuporomoka. Usije ukashangaa hata Kenya, nchi jirani hapa hivi, wataporomoka hivi karibuni, kipindi ambapo unapata kwamba viongozi wako na magenge hatari. Hiyo nchi inaelekea wapi? Badala ya kuwazia kuleta maendeleo, viongozi wanawazia kuleta majambazi na magenge. Unafikiri kwamba hiyo nchi itasonga mbele kweli? Hakuna mahala ambapo nchi itasonga mbele kipindi ambapo unapata kwamba viongozi wanatia nguvu zote kuunda kikosi cha magenge. Na sababu kubwa ambayo imeweza kufanya mpaka Samia ameanza kuunda kikosi hichi, mtazamaji wangu, na utawala wa Samia, ni kwa sababu naona hao wanaharakati ni wale ambao ni mojawapo ya wanaharakati ambao wako active, wako mstari wa mbele kuweza kupigania haki za binadamu na kuweza kumulika serikali ya Samia kwa matumizi mabaya ya madaraka na matumizi mabaya ya hela za wananchi, makusanyo ya nchi. Sasa huwa wanasikia vibaya na kuona vibaya kipindi ambapo unamulikwa na kuanikwa. Wanaona kwamba wakiachia nafasi hao wanaharakati wataharibu mipango yao mibovu. Na ndio maana unaona wameweza kutuma magenge yaende kuwatafuta abroad, ukipenda nje ya nchi ya Tanzania. Ndugu zetu akina Maria Sarungi, nani hajui eti kwamba wanaishi katika nchi jirani hapa ya Kenya? Kina Think Big wako tu hapa nchi jirani ya Kenya. Lakini wacha nikuambie, kuna kitu ambacho mimi huwa sina shaka nacho. Ndugu zetu hapa Kenya wakigundua kwamba kuna magenge ambayo yametoka Tanzania eti wamekuja kutafuta wanaharakati Kenya, hayo magenge hayataponyoka mikononi mwa Kenya. Wakenya watawachoma, sikufichi. Wacha tu ni watoe hofu. Wakenya wakijua kwamba hawa ni magenge ambao wametumwa wakuje kuteka watu fulani hivi, watawachoma. Sio kama nchi yetu hapa Tanzania, mahala ambapo unapata kwamba genge linateka mtu hapa na raia wanaangalia. Kenya hawawezi wakastahimili upuzi kama huo. Wanakuchoma papo hapo ukiwa unafanya uhalifu huo. Hata uwe na silaha hatari, wanakuchoma na hiyo silaha yako. Kwa hivyo hilo genge la akina Eliud Sela Shabani ambaye ni afande aliyetimuliwa, Omari Konda ambaye ni tisa aliyetimuliwa na Martin Melo, usifikirie kuja Kenya. Kama mnataka kurudishwa Tanzania mkiwa mauti au maiti kwa sababu ya kwenda kuteka ndugu zenu kutoka Tanzania ama kutoka Kenya ambao ni wa Tanzania, pole. Kenya iko na sheria zake. Namba moja, mnaweza mkakamatwa mpelekwe jela. Namba mbili, mnaweza mkauawa. Wakenya pale hawasikii hata rais wao. Sembuze wewe muhuni mwenye umetumwa uende kuwateka wanaharakati, utauawa, utatolewa sehemu zako za siri zitupwe. Kenya, mimi wacha tu niwaonye. Lakini ukiona viongozi ambao wameanza kuinvest, kuwekeza kwa wahuni, jua kwamba hao viongozi wamefika mwisho kimawazo na kimaadili. Wazo lako ni lipi?